pia huyu Sheikh Abubakar bin Kanda huyu tarika yake ilikuwa tarika tu Shadhilia. So Sheikh alikuwa amekuja hapa na aliipata tarehe yake huyu, na alihitaji alikuwa atuelezee. Amesema vizuri tuiandike hii tarehe ya huyu Sheikh kwa sababu alioteshwa, na amesema kwamba alinijilia hasa tukawa tunazungumza, akampa ile tarehe na akampa siri za hapa. Ya huyu Sheikh alikuwa kiishi juzi hivi mwaka uliopita, na katika asrari ambazo kwamba alionazo huyu Sheikh au karama ambazo kwamba alikuwa nazo huyu Sheikh, kwanza alikuwa ni mkarimu, mpaka ikaonyesha ile karama watu wakamjua kwamba huyu Sheikh ana karama. Alikuwa ukarimu wake, alikuwa yeye ni mvuvi, alikuwa kivua samaki, alikuwa wale samaki kifanya nini, alikuwa akigawanya mjini kwa hauzi. Siku moja aligawanya wale samaki wote mpaka wale samaki wakafanya nini, wakamalizika. Akasema sasa mimi naenda kwa mke wangu na sina samaki, sijui nifanye nini. Akasema wacha mimi nichukue hii gunia niweke mchanga ndani ya hii gunia. Nichukue, wengine anasema kwamba ni samaki, wengine anasema kwamba alikuwa ni chakula ambacho kwamba kama mfano wa ngano. Alipotia akakiweka ndani, manake alikuwa akiishi mjini huko kabla hajaletwa huku. Alipoweka ndani, ule mke wake akamuuliza, mume wangu chakula kiko hapo? Ule Sheikh Bakari bin Kanda akamwambia kiko ndani, lakini katika ile gunia aliweka nini, mchanga. Akamwambia chakula kiko wapi? Kiko ndani. Ule mke alipoenda kuangalia akaona ni chakula pia na samaki wako, na wale samaki ambao kwamba amefanya nini, amegawanya. Hiyo katika moja ya karama yake. Kuna nyingine ambao kwamba ni yeye amezoea sana kuja kuswali pande za huku. Siku moja kuna mtu mmoja akamwambia tutakuomba Sheikh, kuna msikiti unaitwa msikiti wa Badali hapa, walimuomba Sheikh tutakuomba uje uswali na sisi hapa asubuhi. Alipoingia msikitini akaswali, ilipofika ile waladhalin watu wakapokea amin, basi ule Sheikh akasikia harufu mbaya. Aliposikia harufu mbaya, baada ya swala akamwambia mimi nimeswali na nyinyi hapa, lakini wamefanya nini, kuna watu wamesema amin, lakini nikawasikia midomo yao inanuka harufu mbaya, na hiyo harufu inatoka kwa wale watu ambao kwamba wenye wana tabia mbaya, ambao kwamba kusengenya nini. Basi ikawa tangu siku hiyo yule Sheikh alikuwa hasali tena pale msikitini, yeye alikuwa akifanya nini, akiswali hapa. Na hiyo tarehe moja ambayo kwamba nimepata kwa huyu Sheikh, anasema kwamba huyu alikuwa hakuzikwa hapa, alikuwa amezikwa mjini. Mke wake alipofariki wakachukuliwa wote wakaja kufanya nini, ule Sheikh nani mzee ameishi miaka mingi hapa, tuwafaa tumuulize kama ashawahi kuisikia. Tukaenda kumuuliza mzee mmoja yuko, akasema kwamba yule alifariki mjini, akazikwa mjini. Mke wake pia alipofariki akachukuliwa huyu Sheikh na mke wake, ndo akaja kufanya nini, kuzikwa sehemu kama hii. Hii ni tarehe ndogo ambayo kwamba tumepata kwa huyu Sheikh. Amesema ni vizuri ikafanya nini, ikaandikwa, kwa sababu tarehe yote amepatiwa na mwenyewe, akapata na nasaba yake na tarika yake ambayo kwamba ni Shadhilia. Na huyu Sheikh amekuja hapa, yeye amesema mimi nilioteshwa, niko kwenye pango nafanya khalwa ni siku 40. Sasa mimi sijui ni pango ipi. Na alipofika Nairobi, alikuwa ni wa Misri huyu, alikutana na Ali Mzee. Alikuwa na Ali Mzee ndo akamleta, akasema mimi nakumbuka kuna pango, alikuja naye paka Lamu, kuna pango sehemu za pale. Sasa ndo alipokuja huyu Sheikh ndo akapata hii tarehe nzima na nasaba yake na tarika zake. Hii ndo tarehe ambayo kwamba nilipata kidogo kutoka kwake. Amesema mimi nilikuwa nikizungumza naye hasa sababu alikuwa pia huyu ni min awliya illah, na alikuwa akiona asrari nyingi, alikuwa akituelezea, kwa sababu yeye aliishi hapa na akawa anafunga saumu sampuli mbili. Kwanza anafunga saumu
ambapo kwamba tunaijua, kisha anafunga somo ambapo kwamba ile ya Sayyidatuna Maryam, kwamba yeye alikuwa hazungumzi. Hata ukikuja hapa, yeye alikuwa hazungumzi na mtu, alikuwa ni ishara tu. Sasa ndio amefanya mambo kama haya kwa siku, hakuwahi kufanya siku 40. Mwanake alikuwa nia yake ni kukuja siku 40 akae hapa, lakini ilitokea kama fitna kidogo, akakaa kama siku 13 hii sehemu. Lakini Sheikh akamwambia, umepata thawabu kwa ile nia yako. Nia yako ulikuwa unahitaji siku 40 ukae hapa, lakini ulikuwa na fitna ziliingia. Na yeye aliambiwa, sababu sisi tulikuwa tumelala usiku saa 9 za usiku, amepiga simu. Alipopiga simu akatuambia, kujeni mnichukue mimi hapa, kwa sababu Sheikh ameniambia nitoke hapa, nilipokoma inatosha. Hizi siku ambazo kwamba nimezipata mimi inatosha. Ameniambia mimi nifanye nini? Nitoke. Tukamwambia sasa hatuwezi kuja saa hii, sababu ni sehemu ambayo kwamba ilikuwa inatisha. Amesema mtu kama hajazoea kuja hizi, akaja siku moja tu hapa anaweza kuwa mwandazimu. Lakini sasa amekaa siku 13 hapa na haondoki. Anaswali hapa hapa, ibada zake anafanya hapa hapa. Sasa tulipokuja asubuhi saa 12 baada ya swala, akanambia Sheikh ameniambia nisikae tena mimi hapa kwa sababu kuna fitna na nimefanya nini. Sheikh Bakar bin Kanda anamwambia huyo wa Shadhili ambao wamekuja kutoka Misri, amesema nakuja live kama tunavyozungumza mimi naye, anasema nakuja, amekuja hivyo. Ni kweli fitna iliingia baada ya kutoka tu yeye. Kuna chifu alikuja na polisi hapa kwa sababu kwamba anasijui nini, na nalionyesha kila kitu, masala passport. Anasema mimi nimekaa Nairobi na nimekaa Kenya bila chochote, na mimi najulikana Kenya nzima, lakini hapa tu. Na ni kweli tulipotoka tu yule chifu alikuja na akatupigia simu, yule mtu ambaye kwamba alikuwa akiishi hapa yuko wapi? Tukamwambia ameshatoka, yuko nyumbani sasa hivi. Sababu watu wamefanya nini? Walitaka kutia fitna, na naye alishajua, ndo akatupigia simu, njoo mnichukue mimi hapa. Na alipata siri nyingi, alipata siri kubwa katika hii sehemu kama hii. Na kwamba nimepata asili yake. Huyu ni hapa hapa, alitoka hapa hapa na aliishi hapa. Tarika yake ni Shadhili, alichukua hapa hapa. Hizi ni kaburi mbili ya mke wake na yeye, ndio alikuwa ni sehemu yake ambapo kwamba ni ibada. Sasa sijui kwa kweli hapa alikuwa mpaka ilifanyika hivi, kwa sababu hii ndio ilikuwa sehemu ambapo kwamba yeye alikuwa akifanya ibada. Tangu aliposikia hiyo harufu kule mjini hakuweza kukusali tena mjini, akaja akawa anafanya ibada sehemu kama hii. Ey Allah